Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Baadhi ya viongozi au wasemaji wa dini mbalimbali na jamii mbalimbali, wao wanawalaumu Waislamu kuwa wanazungumzia amani tu, hawazungumzii haki. Nyinyi mtaka amani tu, lakini mbona hakuna haki? Mbona hamsemi kuna matukio haya na yale, hakuna haki? Na haki ndiyo mimba inayozaa amani. Bila ya haki hakuna amani. Na watu wakayazungumza maneno haya kwa falsafa za hali ya juu, wakawahadaa baadhi ya watu hasa katika Waislamu, wakahadalika na wao, wakaona kwamba yale maneno yanayozungumzwa ni ya haki, na kusema kwamba Uislamu ni katika dini zinazoamrisha haki na uadilifu kwa kiwango cha juu kabisa ambacho hakijafikiwa mfano wake na mila yoyote wala dini yoyote. Uislamu unaamrisha haki na uadilifu kwa kiwango cha juu kabisa. Ndiyo maana Uislamu ukawataka watawala wasimamie raia wao kwa uadilifu, na kwenda kinyume na hilo ni kujiingiza kwenye maangamivu. Hebu msikilize Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi muttafaqun alayhi, hadithi iliyopokewa kwa sahaba Ma'qil bin Yasar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamut yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi harrama Allahu alayhi aljanna. Hakuna kiongozi yoyote ambaye Allah atamtawalishia, atampa nafasi ya kuwaongoza na kuwachunga raia, kisha asiwatendee haki, asiwafanyie uadilifu, akawafanyia ghishi katika uongozi wake, akafa katika hali hiyo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamharamishia yeye kuingia katika pepo. Haya ni makaripio makali ya Uislamu kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam juu ya kuwadhulumu raia. Ni mmoja huyo aliyepewa mamlaka hayo ni mtawala wa watu wote, au ni kiongozi mdogo kama amiri wa kijiji au mji au wilaya na kuendelea, au ni kiongozi wa kabila, bali hata yule anayesimamia mali za mayatima, bali hata wewe baba kwenye nyumba yako ukiwafanyia ghishi watu walio chini ya himaya yako, ni haramu juu yako kuingia katika aljanna. Kwa hiyo hadithi hii inatufundisha ya kwamba Uislamu unawataka watawala na wenye mamlaka wasimamie haki kwa raia wao na wasimamie uadilifu, na wale wasiwafanyie ghishi. Lakini suala la msingi la kujiuliza, endapo mtawala hakutenda haki, akawa amemdhulumu mtu fulani binafsi au amekidhulumu kikundi fulani cha watu, je, ni yapi mafundisho ya Uislamu wakati yeye amedhulumiwa au anapohisi kwamba hakutendewa haki? Je, Uislamu unamfundisha adai haki yake kwa njia yoyote, hata kama ni kwa kumtukana kiongozi, kumdhalilisha na mfano wa mambo kama hayo? Au anatakiwa afanye migomo na maandamano, au anatakiwa afanye uasi na awahamasishe watu kufanya uasi? Jawabu, hapana. Lakini pia kabla ya kuendelea na jawabu la hapana, nataka kuwafahamisha kwamba haya tunayozungumza hatuzungumzi kwa msukumo wowote wala kwa ushawishi wa mtu yoyote wala kutumikia agenda ya mtu yoyote. Haya tunayozungumza ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunayazungumza sasa na tuliyazungumza kabla haya na mengine zaidi ya haya, bila ya kumwogopa yoyote, bali ukifuatilia utaona ndiyo utaratibu
na ndiyo njia wanaoifuata watu wenye kujinasibisha na njia ya wema waliotangulia, kuanzia maulama wao mpaka wanafunzi wao na walinganizi wao. Hii ndiyo njia yao. Nchi yoyote utakapokwenda utakutana na watu wenye kujinasibisha na njia ya wema waliotangulia. Msimamo wao ndiyo huu, kuanzia hii leo mpaka karne za mwanzo huko. Wao walisimama katika msimamo huo, na sisi tunasimamia msimamo huo bila ya kuitumikia agenda ya mtu yeyote, kwa sababu tunaamini kwamba huu ndio Uislamu sahihi. Kama wako wanaotumika ni wao kwa maslahi yao ya kidunia, lakini sisi tunazungumza haya dinan. Hatukubali kuona waislamu wenzetu wanapotoshwa. Tayib, ikiwa jawabu hapana, kwamba hizi sio njia sahihi za muislamu kudai haki yake, ima kutoka kwa mtawala, anemtawala kiongozi mkuu au wa chini yake, au hata baba yake anemlea nyumbani kwake. Yeye analelewa na baba yake hakumtendea haki. Je, ni wajibu wake yeye kuidai haki yake kwa njia yoyote, hata kama ni kumtukana baba yake au kumpiga, kwa sababu anadai haki na uadilifu? Uislamu unasema hapana. Uislamu umetuwekea utaratibu, ima moja mambo mawili: uvumilie juu ya dhulma ile unayofanyiwa, na usimame katika utiifu na uadilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya kukubali kutii kwenye maasi, na huku haki yako ukiwa umevumilia hukutendewa kwa wakati ule. Au kama unayo fursa ya kumfikishia unayehisi kwamba amekudhulumu, basi mwambie maneno ya haki na maneno ya sawa sawa. Na haya ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ameitaja al-Imam Ibn Abi Asim katika kitabu chake As-Sunnah, kutoka kwa sahaba Iyadh bin Ghanm radhiyallahu ta'ala anhu. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubfi amrin fala yubdihi alaniya walakin liyakhudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi lahu.